Akizungumza katika hafla ya umma mjini Kericho, Koech alisema wakati umefika kwa viongozi kuacha kutegemea mkuu wa taifa kwa kila mradi wa maendeleo na badala yake kutumia mamlaka yao kuanzisha na kutekeleza miradi katika ngazi ya mashinani. Alisema viongozi waliochaguliwa na uwezo pamoja na rasilimali za kuendesha maendeleo yenye manufaa katika maeneo yao, akiongeza kuwa utegemezi wa mara kwa mara kwa serikali kuu unadhoofisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Wakati rais ameteua viongozi, hasa wale wanatoka katika sehemu hii ama jamii yangu, tusikue na kiburi. Tukue ni watu ambao tunaheshimu wale ambao wametuchagua, na tuchukue nafasi hiyo kusaidia rais na kusaidia raia wale ambao wametuchagua. Iko viongozi ambao wamejaa kiburi. Watu wameanza kuongea mambo ya 2032. Watu hawajaona kwamba lazima tufanye kazi sasa hivi ili tuonyeshe taifa la Kenya kwamba tunaweza kufanya kazi. Nataka niambie wale wote viongozi wa jamii kwamba tuache mambo ya upuzi. Let us help the president to deliver on his manifesto. Isikuwe ni viongozi haswa wale ambao wanatoka eneo ya Rift Valley ambao wanalete mambo ya uchochezi, mambo ya kupiga kifua. Lazima tuheshimu na tujue ya kwamba taifa hili inaangalia sisi kama jamii. Bila shaka huo ni mbunge wa Belgut Nelson Koech akitoa rai kwa viongozi wenza kuwataka kwamba waweze kufanya maendeleo bila kuwa na utegemezi kwa rais kila wakati, akisema wao wana rasilimali, pesa za kutosha kutekeleza miradi katika maeneo yao. Ni taarifa ambayo inanipatia mimi fursa ya kupata pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kufanya mazungumzo kuhusiana na hali ya taifa, mustakabali wa taifa uko vipi. Tutakuwa tukiangazia kauli za Rais William Ruto hapo jana kwamba Kenya inapoteza bilioni 1.2 kutokana na wanafunzi hewa. Je, serikali ifanye nini? Ni maswali wataalamu watakuwa wanayajibu baadaye. Usiende mbali mtazamaji.